Mkuu wa wilaya Masasi Birecho Kasanda amekabidhi jumla ya pikipiki 67 kwa maafisa ugani wilaya Masasi ili ziweze kuwawezesha kuwafikia wakulima kwa urahisi katika maeneo yao. DC Kasanda amesema kutolewa kwa pikipiki hizo kutaletea chachu ya kufikia lengo serikali katika kuongeza uzalishaji mwaka huu, hivyo amewataka maafisa hao kujitoa katika ufanyaji kazi ili kufanikisha azma hiyo. Hakikisheni tunaongeza uzalishaji. Hakikisheni tunaongeza nini? Uzalishaji. Sisi kama serikali matarajio yetu ni kwamba tufikishe tani 700,000. Ndio matarajio yetu. Na tani hizi 700,000 haziwezi kufika tu kwa hadithi. Lazima wakulima wapate elimu ili waweze kuendeleza kilimo ambacho ni bora, ambacho kitasababisha uzalishaji mkubwa wa korosho na mazao mengine kule. Hicho ndio kitakachosababisha katika zao hili tufikishe tani 700,000. Hatuwezi kufika tani 700,000 kwa kuzungumza tu. Tunataka tufikishe tani 700,000. Lazima kuna kitu kiongezeke, ukiwemo utaalamu wa namna ya kutumia viuatilifu pamoja na salfa ambayo imetolewa bure pia na serikali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Naye afisa kilimo wa Bodi ya Korosho Tanzania Geoffrey Mwarembe amesema kuwa kutolewa kwa pikipiki hizo ni mkakati wa serikali wa kufikia tani milioni 1 za uzalishaji ifikapo mwaka 2029-2030. Geoffrey Mwarembe ni afisa kilimo wa Bodi ya Korosho. Kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa Bodi ya Korosho ndugu Francis Alfred, leo tumegawa pikipiki 67 kwa maafisa kilimo wa programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora ambao wameajiriwa mahususi kwa ajili ya kuendeleza zao la korosho. Ambapo kwa wilaya Masasi tunao vijana wapatao 67 na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeleta hizo pikipiki 67 kwa ajili ya kurahisisha huduma za ugani kwa maana ya kuwahudumia wakulima katika maeneo yao. Kwa hiyo hizi pikipiki itakuwa ni chachu kwa maafisa ugani katika kuwafikia wakulima wengi zaidi katika maeneo yao, ikiwa ni pamoja na kuwapatia huduma za ugani. Na hizi pikipiki ni sehemu ya pikipiki 500 ambazo zimesambazwa katika mikoa yote inayolima zao la korosho, kwa maana ya mkoa wa Ruvuma, mkoa wa Mtwara, mkoa wa Lindi, mkoa wa Pwani pamoja na Tanga. Jumla serikali imesambaza pikipiki 500 kwa lengo mahususi kwa ajili ya kusogeza huduma kwa wakulima kwa kuwarahisishia hawa maafisa ugani kuwarahisishia usafiri waweze kuwafikia kwa haraka zaidi katika maeneo yao, ikiwa ni pamoja na kuwapatia elimu ya kilimo bora cha zao la korosho. Kwa sababu kama tunavyofahamu, serikali kupitia Bodi ya Korosho imeweka lengo la kuongeza uzalishaji kwa mwaka huu kufikia tani 700,000. Sasa ili kufikia hizo tani 700,000, jitihada za makusudi kabisa zimechukuliwa na serikali, ikiwa ni pamoja kuwawezesha wataalamu wetu wa kilimo vitendea kazi kwa maana ya pikipiki ili waweze kuwafikia wakulima katika maeneo yao na kuwapatia elimu ya kilimo bora cha zao la korosho. Lakini vile vile tuna lengo kuu la mwaka 2029-2030 kufikia tani milioni 1. Kwa hiyo huu bado ni mkakati wa serikali wa kuelekea huko kufikia tani milioni 1 ifikapo mwaka 2029-2030. Esther Gabriel na Zefania Michael, miongoni mwa maafisa ugani waliopata pikipiki hizo, wameeleza kuwa pikipiki zitawasaidia kuwafikia wakulima na kufanya kazi vizuri na itawapunguzia gharama ya kutoa huduma kama ilivyokuwa awali. Naitwa Esther Gabriel Dominic, ni afisa kilimo BBT. Kwanza kabisa napenda kuishukuru serikali yetu ya Muungano wa Tanzania kwa kutuangalia sisi maafisa kilimo wa BBT. Pia tunashukuru Bodi ya Korosho kwa kutufikia, kwa kutupa mafunzo kwa ujumla na kuitekeleza kilimo na tufanye kazi kwa ufanisi. Pia tunapenda kuwashukuru viongozi wote ambao wametupa ushirikiano kupata hizi pikipiki. Vile vile BBT tunapaswa kufanya kazi kwa uaminifu na kuwafikia wakulima, kuwatetea na kutenda kazi kwa ufanisi. Kwa majina anaitwa Zefania Michael. Ni afisa kilimo wa Bodi ya Korosho kwenye hii program maalum ya BBT. Leo tumekusanyika hapa kwa ajili ya kupokea hivi vyombo vya usafiri ili viweze kuturahisishia usafiri wetu na shughuli zetu kwenye maeneo ya kazi. Kwa mfano mimi natokea kata ya Chiungutwa, ni kata ambayo kidogo iko pembeni na ni kata kubwa. Yani kijiji kimoja ni kikubwa kweli kweli, lakini mwanzo tulikuwa tunapata changamoto kukodi bodaboda, wakati mwingine mvua ikinyesha kama hivyo bodaboda shambani hawaendi. Lakini kupitia programu hii na kupitia huu mgao wa leo ambao kupitia Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameona ni vema na haki kupata usafiri huu kwa ajili ya majukumu yetu. Leo tumepata vyombo kama hivi, tunashukuru, vitatusaidia kwenye shughuli zetu za kila siku za huduma ya ugani.
Asante. Unaweza kuna swali? Hapa.